Sana mtazamaji wa Kishamba TV, karibu tuyazungumze mengi ya kimichezo, na leo hii niko na mchambuzi wa soka nchini Zuberi Mkalaboko. Nitakuwa naye hapa kujadili mambo mbalimbali kuhusiana na soka yetu na yale ambayo yanaendelea. Mimi ni Irene Junior, nyuma kamera yupo director Moji. Kaka kwema? Kwema, mambo vipi? Safi tu, za sikukuu. Tunashukuru Mungu, sikukuu imeenda poa, ndio hivyo, heri zinaendelea. Kuna story, kuna hiki ambacho kimejitokeza siku ya jana mara baada ya mchezo wa Young Africans dhidi ya Tabora United kumalizika. Msemaji wa Yanga Ali Shabani Kamwe amewekwa ndani kwa hiki ambacho kinasadikika kumtolea maneno ambayo sio mazuri mkuu wa mkoa. Kwa upande wako wewe unalionaje sakata hili? Haya ni matokeo ya kuchanganya siasa na mpira. Sasa yale mambo ya kwenye football yanaweza katazamika kama yanayovunjia heshima viongozi wa kisiasa ambao wana nafasi kubwa kwenye utawala. Lakini yale maneno ambayo yamezungumza mkuu wa mkoa wa Tabora, kama angeyazungumza Christina Mwagala, tusingekuwa na mjadala huu hapa. Lakini inatakiwa tufike wakati tuweze kutofautisha, kuhusisha viongozi wetu wakubwa tunaowaheshimu wa dola ama wa kisiasa kwenda kujichanganya katika maamuzi ya kimpira. Ndio inaleta migogoro kama hii. Na hili eneo bodi ya ligi TFF ni eneo ambalo wanatakiwa walichukulia hatua kubwa sana. Kwa sababu ukiangalia, mimi siumizwi kichwa na kile ambacho kinaendelea, kwa maana uchunguzi, jeshi la polisi limemkamata Ali Kamwe kwa maelezo kwamba wanachunguza kwa kutumia lugha za kuuzi ama lugha zisizofaa, abusive language. Ni miongoni mwa makosa ya jinai ambayo ni mamlaka ya jeshi la polisi kuhakikisha kwamba jinai inashughulikiwa. Lakini jinai hii kiini chake ni nini? Kiini chake si mchezo ambao ni mpira. Kwa sababu gani? Aliyeongea nani? Ni Mwagala. Ushaikusikia kuna jinai kati ya Ali Kamwe na Ahmed Ali? Alishawahi kusema kiongozi wa kama Andazi Juma Mgunda. Tushawahi kuona Ahmed Ali wakati mwingine atasema bwana hivi vitu kama hivyo. Haiwezi kuwa, kwa sababu tunatazamika kama kuna uga wao kutupiana vijembe, vitu vya kawaida. Lakini juzi baada ya mkuu wa mkoa naye kuingia kuzungumza kwa upenzi wake na timu yake na kuonyesha ule ushabiki ambao umeonekana una uzito wa namna pekee, sasa kwa kuwa yeye ana kofia hizi mbili, watu wameona kama anashambuliwa. Kwa faida ya mpira wetu, kwa mustakabali wa mpira wetu, hili swala litengenezewe kanuni. Hawa viongozi wa dola tunawapenda, viongozi wa dola wenye mamlaka zaidi ya kutawala mpira, wanapoingia kwenye mpira, basi ni bora wakaisheli mipaka tu kama viongozi wa kawaida. Kwa mfano, ukienda hata FIFA, michuano ya World Cup, michuano ya UEFA, hata awe rais pale wa nchi, utamwona tu jukwani anapunga kwa kutambulishwa. Lakini huko kwetu ukimpeleka kiongozi wa kisiasa mpaka akakague na timu. Tunachanganya siasa na mpira. Mpaka asindikizane na timu na aongee kidogo na asalimie. Sasa ndio akiwa kiongozi wa timu, na sisi waandishi wa habari tunawakosea, tunawaoji kama wao ndio wasemaji. Kwa sababu mechi kuelekea Tabora kaojiwa sana RC wa Tabora kama msemaji, na yeye kaingia mkenge kama msemaji. Matokeo yake kuna maneno akizungumza dhidi ya Young Africans. Young Africans nao wanamchukulia kama anazungumza dhidi ya taasisi yao. Msemaji kazi yake kwanza ni kulinda image ya taasisi yake. Sasa anapozungumza naye akikujibu kama hivyo, inaonekana ni shida. Na bahati mbaya ni kwa sababu ana kofia mbili. Na mbaya zaidi hili tusilibebe kishabiki, mashabiki wa Simba na Yanga. Hili jambo lina athari kwenye mpira wetu. Na hasa dhana ya kuupenda mpira kama una utamaduni wake. Hapa tunakokwenda tunaanza kuuvunja utamaduni wa mpira. Na bahati mbaya nitasikitika kama TFF na bodi ya ligi hawatakuwa na statement ya viongozi tunaowaheshimu, waangalau waheshimu mamlaka ya mpira. Na uwezi kuona statement yao pia kwa wakati mmoja. Na wao pia wana changamoto zao. Juzi tu wametoka kututangazia kwamba wasaidiwe na viongozi wa dola kwenda kusaidia mpira. Maana yake ni kwamba tunao shida. Hili ni matokeo ya kuchanganya siasa kwenye mpira wetu. Sasa hivi ndio unaona kiongozi kama mkuu wa mkoa na yeye akisemwa, watu wanakuja sasa wanaangalia kofia yake, wanasahau alichokisema kwenye mpira. Sababu yeye kusimama kama mkuu wa mkoa, alikuwa anasimama anazungumza, mkuu wa mkoa ni nafasi yake, anazungumza kama mdau wa timu ya Tabora. Sasa na wao wakaenda naye kiulalo wakijua kama timu ya Tabora. Sasa watu wakaguta hivi, angesemwa Christina Mwagala kunafikiri kuna shida. Ni kwa sababu tumechanganya siasa na mpira wetu. Na hatuoni kama kuna athari, lakini sasa hivi taratibu zinaanza kuibuka hizi athari. Taratibu zinaibuka hizi athari. Leo Ali Kamwe, wewe shabiki wa Simba utafurahi, au wewe hasimu wa Ali Kamwe utafurahi. Kesho atakuwa Ahmed Ali, wewe shabiki wa Ahmed Ali utaumizwa. Huyo kesho atakuwa hivyo. Siku utakuja mtu atakuja kuamua tu siku moja hivyo. Kwa nini kuathiri mpira? Hii kauli itolewe haraka.
waandishi wa habari waelezwe. Maana anaujua mkuu wa mkoa utafikiri msemaji wa timu. Kuwa na kiongozi kwenye nafasi ni kitu kimoja. Kumhoji mtu muhusika ni jambo lingine. Hii ni mara ya pili tunaona inajitokeza. Tulianza kushuhudia kati ya mchezo wa Simba dhidi ya Pamba Jiji. Tuliona mkuu wa mkoa wa Mwanza naye akijitokeza mbele, akisimama mbele kuhusiana na Pamba Jiji. Lakini kule tukushuhudia mtu yoyote akiwekwa ndani. Hii kwa Yanga imekuwa tofauti sana. Kuna utofauti kidogo, lakini nadhani kiongozi wetu wa nchi, watendaji wetu wakuu wa wizara na taratibu wataitolea tamko kwa hawa wakubwa. Wakubwa tunawaheshimu, wasitoke sana mbele. Wasitoke sana mbele. Kwa hiki kinaendelea kutengeneza controversy kwenye nchi. Kinatengeneza controversy kwa wapenzi wa michezo. Furaha za Watanzania na masikitiko yao kwenye michezo. Viongozi nao wanapenda michezo, hatukatai. Lakini huku wakija wakwame na nafasi zao na kofia zao. Wakiingia ndani zaidi ndio wanaenda kuchabangwa na maneno makali, watachabangwa kwa lugha za kimichezo, wataonekana wanakosewa heshima. Nadhani kuna kitu cha kujifunza. Hii ni president. Ile ya Mwanza lilikwenda kwa sababu walikufikia madhara makubwa. Sasa tutakuwa na comment tu kwa RC kwenye comment zao. Lakini hili limefikia mtu naye kajaribu kujibu kama ambavyo RC kasema. Lakini atakuwa lichukuliwe hatua, ni kuchanganya siasa na mpira. Haya ndio matunda yetu. Na lisikaliwe kimya, lisemwe. Hoja sio kesi, lisemwe kwamba hili sio uzuri. Mpira ubaki kwenye matabaka yake na viongozi wetu watufanyie kazi zao. Wanazo kazi kubwa watu tunazitegemea. Lakini lisemwe kuchanganya siasa na mpira sio kitu sawa sawa. Na sisi hatuoni madhara yake. Hii ndio kuchanganya siasa na mpira huko. Maana mmetoka sasa kwenye mpira, mmehamia kwamba mkuu wa mkoa, mtatoka mtahamia waziri, mtatoka mtasema mbunge, mtatoka mtasema diwani. Huku alisema kama nani? Huku aliojua kama mkuu, aliojua kama mlezi wa timu. Kama mkuu wa mkoa usingemfuata ukamuulizia kamati ya maendeleo ya mkoa wake, shughuli za maendeleo, RCC nasemaje, si angehojiwa hivyo. Hakuhojiwa hivyo, watu walikuwa wanamhoji kwa muktadha anazungumziaje mechi ya Yanga. Ali naye anazungumza, umeisikia kauli ya mkuu wa mkoa dhidi ya Yanga. Yeye ni msemaji wa Yanga, anakuwa kama anazungumza na mkuu wa mkoa kuizungumzia klabu yake ya Yanga. Lakini sasa likageuka yule namna ambavyo maneno yamerushiana, sasa ameenda kuhamia huko sehemu nyingine. Mimi nadhani hili jambo likemewe na litolewe na onyo na taratibu. Tunawapenda viongozi wetu wakubwa wa nchi. Na hatujaanza leo kuona viongozi ambao wanapenda mpira katika nchi. Wako wakina Mzee Gama, wanakumbuka walijengwa mpaka viwanja. Hata huo uwanja unaotajwa. Hapo kina wakuu wa mikoa kina Malima ana rekodi yake kwenye mpira katika nchi. Wako mikoa wengi sana tukitaka kuimplicate mmoja mpaka mwingine wamefanya majukumu makubwa kabisa ya kimpira. Lakini swala tusichanganye mpira na siasa, sasa tunaanza kupoteza uhondo wa mpira. Hapa tunapoteza uhondo wa mpira. Sawa, tuhame huko, turudi kwenye mchezo wenyewe sasa wa Tabora United dhidi ya Yanga. Tumeona Tabora ameshindwa kufanya kile ambacho walikifanya kwenye duru la kwanza na matokeo yake amepokea kichapo cha magoli 3-0. Nini hasa ambacho kimekosekana kwa Tabora? Tabora kwa Yanga walijipaka sabuni wakiwa maji wamemaliza. Sasa povu limewajaa. Yaani umepaka povu wakati maji yamekwisha. Wanacheza na Young Africans katika kipindi ambacho Tabora wana mapungufu mengi sana. Tabora mechi iliyopita walifungwa, unajua, kabla hii. Na ukiangalia timu yao sio ile tulikuwa tumeiona. High level fitness ya Tabora sio hii ambayo tumeiona. Wakati Yanga wanazidi kupanda piki yao ya ubora, Tabora wanaporomoka piki yao ya ubora. Kocha sio yule waliokuwa naye. Huyu kocha mechi ya pili bwana Mangombe anafungwa. Na timu ya Tabora sio ile ambayo tulizoea tunaiona na bora. Lakini Tabora waliocheza na Yanga sio Yanga ile ambayo ilikuwa na wachezaji wengine wana red card, hawakuwa kwenye fomu yao. Sasa ukiangalia unacheza na Yanga ambayo inacheza kama inapiga gita. Yanga sasa hivi wanacheza kama wanapiga gita. Tena gita lenyewe unazungumza gita haswa. Wanaamua kuchagua nyuzi ya kwanza nipigeje, nyuzi ya pili nikujeje, uzi wa 3, wa 4 mpaka 6. Timu iko kwenye rhythm ya attack, iko kwenye rhythm ya defense. Wachezaji rotations zinafanyika, zile tactical rotations. Unakutana na Tabora ambayo ndio kwanza imejipaka povu wakati maji yameisha. Maana hapa ni mwendo wa kujifuta tu machozi. Ndio kitu ambacho tumekiona. Sasa ubora wa Young Africans, uwezo waliokuwa nao, mtazame mtu kama Pacome Zouzoua. Yeye alikuwa kama ndo kabeba zindiko la mechi ya jana. Kila kitu kinaamuliwa na utashi wake na kuifanya inapata wakati mgumu sana Tabora United. Sio kwa bahati mbaya, wamezidiwa kila kitu kwenye mechi. Plan ya mechi,
ufundi kwenye mechi, mbinu za mechi, uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, kasi ya mchezo kwenye matukio yote muhimu. Waoni Tabora kama walikuwa wamekuja na mpango wote wa mechi ile. Sasa ndio tunasema kwamba hawa watu walikuja kucheza hii mechi, yani wamejipaka povu wakati maji yamekwisha. Macho lazima yatoe mekundu. Ndicho ambacho nikiona. Kuna kile ambacho zilikuwa zinasemekana kwamba kuna sauti zilizovuja za viongozi wa Yanga wakimshawishi kipa wa Tabora United kwamba ikiwezekana awe matokeo. Nadhani wamesema zinafanywa uchunguzi. Lakini hizo sauti kama zinafanywa zipo na viongozi wa Yanga si wengi. Sasa watu waambie ni nani, engineer au ni nani? Ni baada ya uchunguzi. Lakini tuna kitu tunakitengeneza kwenye mpira wetu. Sio kitu cha kukichekea wadau wa mpira. Sasa hivi nataka kuaminika kuna timu ili ishinde mpaka ionge. Timu ishinde mpaka inunue mechi. Sasa ni mambo yanayosemwa. Uchunguzi ndio utusaidie. Lakini sisi waandishi wa habari hatujaenda mbali. Sisi waandishi wa habari hatuna waandishi wa habari wa uchunguzi. Kila mtu anazungumzia sauti. Kashindwa kuchunguza ni ya nani? Kwa sababu kashfa zinaibuliwa na waandishi wa habari za uchunguzi kwenye michezo hatuna. Wewe mwenyewe unaniuliza hapa kuna sauti, wewe hujaisikia. Hujaichunguza ni ya nani? Kwa waandishi wa habari tusaidie mpira wetu, tufanye habari za uchunguzi kwenye mpira. Kila mtu kuna sauti. Tanzania tunao udhaifu wa investigative journalism kwenye sports. Kama tumepata sauti, tumeshindwa kujua kiongozi ni nani, ametumwa na nani, anasema nini, kwa utashi gani. Tunaanza kusema sisi kuna sauti. Sasa hivi kuna AI, artificial intelligence. Sisi tungesaidia, tungekuja na majibu, tufanye solution journalism. Tuonyeshe kiini cha tatizo na namna ya kutatuliwa. Kwa hiyo taratibu ya kwanza ni sisi wenyewe waandishi wa habari. Kazi kuhojiana tu hapa. Haya sauti wewe umeisikia, umesemaje? Umeichunguza jamani ndugu zangu na kameramani wako? Tuchunguze sauti tujue tusaidie umma. Kwa mfano ungekuja hapa bwana kuna sauti inaonekana fulani ndio wanasema kama ni sauti ya engineer ndio Yanga Africans yao. Alex Ngai. Sasa unawezaje kama sio propaganda? Kuna sauti ya kiongozi wa Simba nani? Try again. Mangungu. Mzee wetu nani huyu Magoli wakubwa wale. Na ile kamati ya ulinzi CP Masudi. Nani? Sasa tusaidie umma tukisema kuna sauti ya kiongozi wa Yanga ni nani huyo? Vyombo vya habari vilete majibu. Kama watu waliibua skendo za EPA kupitia vyombo vya habari, tunashindaje kuibua skendo kiongozi gani? Tusaidie umma ili mamlaka zianze. Wakati mwingine mamlaka zinasaidiwa na sisi waandishi wa habari kwa kufanya habari za uchunguzi ambazo tukiziweka hadharani tunausaidia umma. Kwa hiyo kwenye ile eneo kuna mahala ambako na sisi tunabidi tufanye kazi yetu. Sawa, tuhame huko tuhamie kwenye mashindano ya kimataifa ambapo jana mnyama Simba alikuwa kule Cairo akiumana vikali sana dhidi ya Al Masry na ameibuka amepigwa, tunaweza tukasema amefungwa magoli 2-0. Tuanze kabisa, ulikuwa mchezo wa namna gani? Ule mchezo ulikuwa mgumu. Yaani Simba mchezo ule sana mtu aliyetoka kuzika afu ndani na mgonjwa mahututi. Unafungwa goli 2 away. Alafu unakuja nyumbani unatakiwa ushinde goli 3. Katika mazingira ambayo kwako yanaendelea kuwa magumu. Kwa sababu gani? Al Masry waliwaacha Simba wacheze mpira, wao wakiwa wanacheza mpira. Ndio maana ni rahisi tu mtu akakwambia takwimu, lakini takwimu zile mbona tunazisoma kwa kufumba jicho moja. Tunasoma takwimu za pasi zilizopigwa, tunasoma takwimu za mashuti, hatusomi takwimu za magoli ambayo yamefungwa Simba. Hatusomi takwimu za ulinzi ambao Al Ahly wamezuia mashambulizi ya Simba mengi kuliko ya kwao. Hatusomi takwimu za kuangalia nani alikuwa sahihi kwenye mashambulizi kuliko huyu ambaye alikuwa sahihi. Ukitazama mechi nzima Simba walionekana wako bora kwenye maeneo mawili, kupanga mashambulizi na kutengeneza mashambulizi, sio kumalizia mashambulizi. Walikuwa dhaifu kwenye kujilinda kwa sababu waliruhusu kufungwa. Sasa takwimu zile ukizichakata na vitakuwa kutakatwa, Simba wametoka kuzika alafu ndani na mgonjwa mahututi. Kwa mujibu wa takwimu. Tafsiri yake ni kwamba waje wafanye masahisho makubwa ya ushindani wa mbinu kuelekea mchezo ujao. Kuanzia shabaha ya ufungaji na nidhamu ya kujilinda. Kwa sababu kwenye mchezo ule karibu maeneo yote muhimu ya kutengeneza mashambulizi na kujilinda Simba walikuwa na udhaifu. Al Masry walijua kucheza na timu kama Simba inayopenda kumiliki mpira na kukontrol mchezo ni kuwaacha wacheze eneo kubwa, wewe udhibiti eneo dogo. Ili wanapokuja eneo dogo ili unavyoenda eneo lao kubwa unajikuta wamekuachia nafasi kubwa. Zile passing gaping holes ambao unakwenda kwao unawashambulia. Hicho kitu walifanikiwa kwa sababu walijua kucheza na hawa tujifanye si watoto. Mbaya zaidi, kocha Fadwaman Davis ni kama mtoto aliyeutaka. Kaenda kucheza mechi ya away kama anacheza nyumbani. Bila kujua kwamba mechi hii inahitajika niwe na nidhamu, hawa watu wananivizia. Al Masry alikuwa anawatega Simba waingie kwenye mfumo. Na wakajiingiza kweli kweli kwenye shimo la mamba.
Magoli yote wamefungwa kwa usahihi wa makosa ambayo yalikuwa yanalazimishwa beki ya Simba ijikute na makosa hayo. Kwa nini? Pasi zote zilikuwa zinapigwa under pass mbele yao. Goli la kwanza linafungwa ni goli la mbali kwa kujua makosa yao. Sasa nafasi zile walizotumia Al Masry ni kwa sababu ya udhaifu wa Simba kufunga magoli kama hayo. Kama utakumbuka mechi ya Azam ndivyo walivyofungwa Simba mechi. Kwa Al Masry kacheza akiwa anawajua Simba mno kuliko Simba walivyocheza na Al Masry. Watu wameangalia namna Simba walivyotawala mchezo, wameshindwa kusahau kwamba Simba hawakushinda mchezo, waliacha watawale mchezo. Mchezo wa mpira wa miguu unatakiwa ushinde mchezo, sio utawale mchezo. Kwa hiyo tukisema tactical master class, nani alikuwa katika daraja zuri? Ni Al Masry, ambao mbinu zao zilikuwa zinatafuta ushindi, Simba mbinu zao zijikuta katika kucheza mchezo. Sasa Dar es Salaam mechi ya namna gani? Ndio nikasema mechi ya Dar es Salaam ni ngumu kwa sababu tayari mtu katoka kuzika ndani na mgonjwa mahututi tena na kwikwi. Takwimu haziwezi kuwasaidia kwa namna yoyote. Kwenye eneo gani? Kwa sababu kama takwimu, beki mbovu ya kwako wewe iliyofungulia ruhusu mabao, beki bora ya kwao iliyokuzuia. Kwa sababu hatuzungumzii nafasi, tunaangalia nafasi ambazo zilitumia, kwa sababu zilikuwa ni pressure chance. Half chances zote zilikuwa nyingi, kuliko big chance. Tayari mwenye nafasi ngumu ni hawa Simba wenyewe, na kutengeneza nafasi ndio hawa wenyewe. Lawama nyingi zimeenda kwa kipa Musa Pinpin Kamara kwamba hakuwa kwenye ubora wake. Kwani asingepigwa yale mashuti? Ubora wake situngeuona. Wale mruhusu wapige mashuti ni nani? Timu nzima shape ya kujilinda ilikuwa mbovu. Kabla ya kumlaumu mtu wote Simba, timu yao shape ya kujilinda ilikuwa mbovu. Na ni mbovu kwa sababu ya staili wanayochezwa. Na Al Masry wanajua. Hapa wakija watabadilika, watocheza vile. Kwa sababu wanajua wakiruhusu goli lolote mapema mambo yatabadilika. Lakini Simba wakibadilisha mbinu, uwezo wa kufanya chochote inawezekana. Hii ni football. Sababu makosa makubwa ambao waliofanya dhidi ya Al Masry ni kukosa accuracy attack na watu ambao wanaweza kaamua mechi. Ndio tunasema tumekuwa na wachezaji wazuri, sio wachezaji bora. Mechi kama ile inataka wachezaji bora. Angalia mabadiliko yaliyofanywa na Al Masry na mabadiliko yaliyofanywa na Simba, vitu viwili tofauti. Huko kaingia Mkwala anaendelea kupambana kutafuta mpira, aliyebadilika Al Masry Okoye anaenda anafunga. Manake hapa ndo mtu anaingiza stick ya kutolea ya kulia chips, huyu mwingine anaingiza sindano inachoma, stick kazi kuchokonyolea meno. Tafsiri yake ndio hiyo. Kwa hivyo iko hivyo. Mimi nadhani Simba ili kushinda mchezo ujao wanahitaji kufanya marekebisho makubwa kwenye safu ya ushambuliaji kama timu, na marekebisho makubwa kwenye safu ya ulinzi kama timu. Unipe tathmini yako ya wachezaji wawili kati ya Lionel Ateba pamoja na Stephen Mukwala. Kocha ameonekana kumwamini sana Ateba licha ya kuonekana hana uhatari wowote akiwa uwanjani. Nadhani kuna utofauti upo kati ya Ateba na Mukwala. Ateba anaweza kucheza kwa kutafuta nafasi. Mukwala anaweza kucheza kwa kukaa kwenye nafasi. Mechi za kimataifa zinataka mchezaji ambaye anakuwa ni combative na sifa zote mbili. Lakini kuna wakati mwingine anakusaidia sana mchezaji anaweza kucheza kwa kutafuta nafasi, kwa sababu nafasi zinakuwa hazipatikani. Ukimweka mtu anayekimbilia kwenye nafasi ndio mnaweza msimuone kabisa akafichwa. Kwa sababu eneo yote muhimu atakuwa anadhibitiwa, mpira ikipigwa anapambana na walinzi. Mechi ile ukiangalia Al Masry wana kasi sana kuliko Simba. Na ukitaka kuangalia magoli yalikuwa yanafungwa Simba, washakimbizwa tayari. Sasa tabu tu kwenye ile mechi ni kwa sababu Simba hawakuwa clinical kwenye kutengeneza nafasi vizuri. Na ukiangalia mfumo wa kujilinda wa Al Masry ndio ulifanya Simba safu ya ushambuliaji kila mtu awe anacheza kama anapambania nafasi yake. Kibu kivyake, Mpanzu kivyake, Ateba kivyake, Mukwala kivyake, alivyokuja sui huyu au kivyake. Kwa sababu ya namna ambavyo wao walikuwa wanafanya zone marking, wamejaza idadi ya watu wengi nyuma kujilinda. Kwa hiyo ndio ilikuwa tatizo ambalo nilikuwa nalitazama kwenye mechi. Tafsiri yake ni kwamba mechi ijayo wajitahidi kutengeneza zile quick excellent combination play. Wao wanakwenda, wanafuatana, wanacheza kwa usahihi, lakini pia wakiwa wanachanganya mitindo ya ushambuliaji. Mkienda mtindo mmoja wale Waarabu wanakumasta haraka. Kwa sababu wana watu ambao wanacheza soka la mbinu kuliko ufundi sana. Sisi tumefurahia ufundi, mbinu walitumaliza. Hesabu pasi zako hapa Dar es Salaam tutahesabu tena zile. Si kama ile mechi ya nani? Ya Tanzania na Msaada, ya Yanga na Msaada. Tuliwaonya hapa. Mimi niliwaonya mahala. Nikasema wale wanakwenda kutufanya sisi kama abiria wa daladala za Mbagala. Wanawahi kwenye gari lakini sisi tupate. Na ndicho kitakachotokea hapa. Kama mnakuja bila mpango mzuri, mnadhulika. Kwa sababu wanatakuwa watu ambao wanaweza kuilazimisha mechi iwe nyepesi. Yanga Simba wamecheza lakini wamekushindwa mtu kulazimisha mechi iwe nyepesi. Walikosa mbeba maono. Ndio ambayo imewagharimu. Nikikuuliza hapa asilimia zako, namuona mnyama akiwa na asilimia ngapi za kuvuka? Na asilimia chache za kuvuka. Kwa kweli. Lolote linaweza likatokea lakini mimi nampa asilimia chache za kuvuka.
Mimi sielezei mpira, najaribu kuangalia nilichokiona. Asilimia za kuvuka ni chache. Maana yake afungwe yule goli 3 bila na vile viberenge vyake ashindwe kufanya jambo lolote hapa. Na wakija hapa lazima watabadilika mpango wa mechi. Hawezi kucheza kwa udhaifu huo. Kwa naona Mnyama ana asilimia chache za kuvuka. Nashukuru sana pia. Nilikuwa hapa na mchambuzi wa soka nchini Zuberi Mkalaboko, msikia hapa akigusia mengi, akigusia issue ya Ali Shabani Kamwe kule Tabora, lakini pia amegusia hapa mechi ya Simba dhidi ya Al Masry, na tunatarajia kwamba mchezo wa marudiano utafanyika pale Benjamin Mkapa siku ya Jumatano. Tunataka kuona nini ambacho kitatokea. Mnyama atafanikiwa kwenda hatua ya nusu finali kwa kurudisha mabao 3-0. Mimi ni Irene Junior, nyuma ya kamera yupo director Moji.